Mimi ninawaomba watu wa Tanga na watu wa Morogoro ambao tumekusanyika hapa kwa ajili ya mazao ya viungo, tujipange kuwa wazalishaji wakubwa katika huko tunapokwenda duniani miaka hiyo inayokuja. Na sisi tuseme, na sisi tumo, tunakwenda na mikakati gani ya kuwahamasisha wakulima walime haya mazao saba, na sisi tunawapa garantii gani kwamba wakilima haya mazao haya hayawachachii ndani. Msituhimize tulime bidhaa kwa ajili ya kulima bidhaa ili nyinyi mpate namba za kuandika kwenye taarifa zenu. Hapana, mtuhimize tulime bidhaa na mtupatie mbegu nzuri ili hawa wakulima wawe na masoko na waondokane na umaskini. Lakini huwa tunafanya kosa kubwa sana. Huwa saa nyingine sisi huku tukikaa, mawaziri, wataalamu, sijui nani, tukikaa na wakulima tunadhani sisi tuna uwezo wa kufikiria kwa niaba yao. Big mistake, kosa kubwa sana. Ila tukikaa na nyinyi mtuambie tufanye nini ili nyinyi muweze kuzalisha kwa haya malengo yanayotakiwa. Kwa mimi nakuombeni kikao hiki kiwe ni kikao cha kusema hivi tufanye nini ili tufikie hayo malengo ya kuzalisha kwa kiwango hicho cha kimataifa, kiwango cha dira. Wawakilishi mmekuja hapa, tutaondoka na mawazo yenu, lakini huko juu huko mwende mkatutengenezee mazingira ili twende tukakusanye maoni zaidi katika kutengeneza sera, sheria, kanuni, taratibu za kilimo cha viungo. Kwa ujumla wake haya mazao saba, uchumi kama ukilimwa vizuri ndani ya miaka 6-7 itakuwa na uchumi zaidi ya trilioni 1. Kwa sababu hapo nyuma kulikuwa kuna mazao ambayo hayasimamiwi kimkakati na kuhakikisha kwamba tunaona mapinduzi makubwa yanapatikana. Lakini kuanzia tumeanza kazi yetu sio tu kwa viungo, tumekuwa bega kwa bega na mikoa yote hii miwili ya Morogoro na Tanga, na napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mikoa hii miwili, lakini vile vile kwa Tanzania nzima. Nchi yetu ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa duniani, ambapo mwaka jana pekee tumekuwa wazalishaji watatu katika iliki na watano katika karafuu. Pamoja na kwamba tumeshika hizi namba ambazo ni kubwa, lakini ukamwangalia namba moja yuko kwenye tani ngapi, na sisi hata kama ni watatu na watano bado tuna safari ya kwenda, na ndio sababu tumesema tukutane hapa kama wadau, tuangalie hilo soko, tuangalie hiyo fursa, na tuangalie neema ambayo tunayo sisi ndani ya nchi, na tuazimie kwa pamoja kusema kwamba tunataka tuone sisi tunakuwa wazalishaji wakubwa duniani, na tunaenda kuchukua nafasi zetu ambazo tunastahili, kwa sababu tunaweza, na rasilimali tunazo, wakulima tunao, na Mungu ametujalia ardhi bora, na pia tuna maji. Tutaweza kusimama pamoja na wadau ili kuweza kulichukua hilo soko duniani. Kwa yale mazao tunayozalisha, ukiangalia uzalishaji wetu na matumizi ya ndani ya nchi, lakini na zile ambazo tunapeleka nje, mpaka sasa imefikia bilioni 497. Kwa ukweli hii ni ndogo sana ukiangalia na uwezo ambao tunao na tunapotaka kwenda. Pamoja na mahitaji makubwa katika soko la dunia, Tanzania bado tunazalisha takriban tani 20,282 hapo ukijumuisha haya mazao yote ambayo niliyotaja. Na ni kweli usiopingika, tuna nafasi kubwa sana kuongeza uzalishaji. Katika mipango yetu ndani ya Wizara ya Kilimo, na sisi sasa taasisi ya COPRA ambao ndio mshikadau mkubwa kwenye mazao haya ya viungo, tumejiwekea malengo ya kusema tunatoka tani 20,000 na tunataka tujione tutakapofika kwenye mkakati wetu wa Agenda 1030 ambao ni mwaka 2030, tuone Tanzania ikifika ikiwa na uzalishaji ambao unafika 50,000 tani. Hivi ni viungo, lakini ni viungo dawa. Tunaenda na viungo bila kusahau herbs. Herbs and spices zinaendana pamoja. Ingawaje nyingine ndio hiyo mboga baadaye ukikausha ni dawa, lakini hizi ambazo tunaweza kuzifanya sasa hivi za viungo, soko linaendelea kuwa kubwa na ndio mwelekeo wa dunia. Sasa hivi kuna zile superfood ikiwemo chia seed, flax seed na mazao mengine kama saffron, na ndio maana hata hivi viungo, karafuu ina vitu vingi zaidi ya kuweka kwenye pilau.
Ukienda kwenye mdalasini ina vitu vingi mno vinavyoponyesha. Of course kifo ni majaliwa, lakini uende na umri mrefu ukiwa na afya njema. Kwa hivyo kuna vitu katika vitu vinavyotumika ni pamoja na hizo viungo na hizi mbegu ikiwemo ufuta. Ufuta ile wamegundua katika moja vitu vilivyomo katika ufuta vinasaidia mtu asizeeke haraka. Kwa hivyo tunaenda kwenye vitu ambavyo ni vya msingi mno. Sisi tunadhani tunatengeneza vitu kwa ajili ya pilau tu na kuweka kwenye chai na kuoga, kama mfano sisi uko Tanga maji ya iliki tuogea, lakini kuna mambo mengine makubwa zaidi. Ni kwamba ghala kule tunazalisha pilipili manga, karafuu, mdalasini kwa wingi tu. Halafu pia tumejikita zaidi kwenye kilimo hai, ambacho kilimo hai mara nyingi huwa ndio kinatoa thamani kubwa ya mkulima katika mazao. Lakini sasa utakuta sehemu ambayo inazalishwa mazao kwa wingi hakuna ghala. Ghala ni shida, ni tabu, kwa hiyo tunapata shida. Kwa hiyo niliongea hapo kwa wadau kwamba kama kutakuwa kuna uwezekano tuweze kufanyiwa mpango wa nini wa ghala. Kwanza niwashukuru Kopla kututanisha hapa kama sisi wadau wa kilimo cha viungo. Tumejifunza, tunajifunza na tunaendelea kujifunza. Kwa unakuta mkulima analima tu kwamba anachanganya wakati mwingine mdalasini, anachanganya na miogo, wakati mwingine na migomba. Kwa sasa kupitia kikao hiki nadhani kwamba suluhisho itakwenda kupatikana, na nadhani serikali itakwenda kutuangalia pia kutujengea magala na sehemu za kukaushia, kwa sababu tunakausha kienyeji zaidi sana. Alafu uhifadhi wake unakuwa sio, na miundombinu wanaenda kutengenezea. Kwa kupitia kikao hiki kwa kweli nimefurahi, kwa sababu sauti za wadau wa kilimo cha viungo zimefika mahali pake.